Amina. Tulikuwa na ujumbe wetu ambao tulikuwa tunaupata katika kitabu cha Waefeso 4 mstari wa 5 hadi 6, na kichwa chetu cha somo kilikuwa kinasema njia iliyowekwa na Mungu. Amina. Leo tutakuwa na somo, tutakuwa kwenye kitabu hicho tu. Amina. Lakini kwa kifungu tunachotaka kuzungumzia leo itakuwa na somo linalosema kumjua Mungu wa kweli. Amina. Amen. Amen. Amina. Kumjua Mungu wa kweli. Twende katika Waefeso 4 mstari wa 5 hadi wa 6. Kitabu cha Efeso 4 mstari wa 5 mpaka wa 6. Naam. Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja, Mungu mmoja, naye ni Baba wa wote, aliye juu ya yote, na katika yote, na ndani ya yote. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Kwa hiyo tuliona ya kwamba kulikuwa na mambo manne. Kulikuwa na Bwana mmoja, imani moja, ubatizo mmoja, na Mungu mmoja. Tulizungumzia ubatizo katika kipindi cha kwanza. Huwezi ukampokea Mungu. Kumpokea Mungu njia ya kuingilia ni ubatizo. Lazima ujue huo ubatizo wa kweli. Utenganishwe kwa dhambi zako, na alafu sasa ndipo akupokee. Na atakapokupokea ndipo ufundishwe. Amina. Biblia ilisema ya kwamba mkiwabatiza kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, mkishamaliza kuwabatiza na kuwafundisha. Kwa hiyo tulikuwa tunaangalia jina la Baba na Mwana ni nani, na alafu ukishamaliza kubatizwa ndio sasa tunaingia katika mafundisho. Kwa hiyo sasa tunazungumza sasa kuhusu mafundisho. Maana ubatizo tumeuona na watu wamekubali na wameona njia ya kubatizwa na jina wamelifahamu. Ndio maana sasa jana siku ile tuliyopokuwa hapa ya pili tulikuwa sasa na mafundisho ya kuwafundisha watu imani moja. Ni imani ipi ambayo Mungu aliliachia kanisa lake alilolianzisha. Sasa leo tutataka tumjue huyu Mungu mmoja ambaye kanisa lake lilimjua. Amina na amina. Amina. Mungu mmoja ambaye tunataka tuzungumuze jioni usiku wa leo. Mungu mmoja mwenye nafsi moja. Amina. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ninaamini ndugu wasikilizaji tutaenda sawa sawa. Amina. Unajua kama kuna kulenga shabaha, unahitajika ulenge shabaha leo kwenye somo hili. Amina. Kwa sababu watu wote ni waabudu. Amina. Sasa ni lazima uwe unajua ya kwamba kila unachokiabudu ni kipi. Huyu Mungu unayemwabudu ni Mungu yupi? Na ni Mungu wa namna gani? Na ukikosea kujua ya kwamba Mungu unayemwabudu ni wa namna gani, basi wewe tunaona katika kitabu cha Marko alisema unaabudu bure. Maana unaabudu usichokijua. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amina. Kufanya kazi ndugu yangu bila mshahara haina faida. Mungu asaidie sana. Amina. Kwa hiyo kila kazi inayofanywa lazima ina mshahara. Sasa kama unafanya kazi ya ibada tegemea mshahara. Sasa ikiwa ni bure ina maana yule uliyekuwa unamfanyia ukumjua. Kwa hiyo ulipoteza muda wako. Ndio maana kuna kilio. Sasa wakati huu ndugu yangu tunahitaji itakapofika siku ile ya watu kulia, wewe usilie. Ujue Mungu uliyekuwa unamwabudu ni wa namna gani. Amina. Sisi tunataka tumuoneshe Mungu anayeabudiwa. Amina. Aliyeabudiwa na mitume, aliyeabudiwa na manabii, na anayeabudiwa mpaka leo kulingana na Injili ya Yesu mpaka atakapokuja mwisho wa dahari. Amina. Amen. Tunamhubiri Mungu mmoja ambaye ameandikwa hapa na mitume katika Waefeso. Mungu mmoja mwenye nafsi moja. Ulimwengu leo wanakuambia ya kwamba hata wamjui Mungu wanayemwabudu. Kama kuna watu waliochanganyikiwa ni wale wanaojiita Wakristo. Ninafuna wapagani. Maana mpagani ukimuuliza Mungu wake anayemwabudu atamfahamu vizuri sana. Anaweza kuambia mimi naabudu kichaka, mimi naabudu mizimu. Lakini Mkristo anakuambia mimi naabudu Mungu. Hata haelewi Mungu ni nini. Amina. Hata jina la Mungu alielewi. Anakuambia tunaabudu Mungu wa mbinguni na hata mbingu haijui. Nataka nikuambie jioni ya leo, huyu Mungu unayemwabudu huyu ndiye nataka leo nikuelezee. Tulimuona ya kwamba jina lake anaitwa Yesu Kristo. Ni Mungu mmoja mwenye nafsi moja. Amina. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa kwa mafundisho tulionayo leo ya wale watu tunaojiita wa Kristo, wao waamini, wao wanakuambia kwamba kuna wa Mungu watatu. Mwingine anakuambia kuna Mungu mmoja ila ana nafsi tatu. Ngoja nikwambie, tunapozungumza jambo la nafsi, nafsi
ni kitu kinachojitegemea, ni mtu anayejitegemea. Yani ana masikio, macho kuona kila kitu. Ndiyo. Na anaongea. Ndiyo. Na ndani mwake kuna nafsi. Ndiyo. Ni utu mkamilifu. Kwa hiyo unapozungumza Mungu mwenye nafsi tatu, unamaanisha ya kwamba kuna wa Mungu watatu. Ndiyo. Biblia haijazungumza vitu vya namna hiyo. Sawa. Biblia imezungumzia Mungu mmoja, mwenye nafsi moja. Amen. Amen. Maana kitu kilichopewa nafsi. Amina. Kitu kilichopewa nafsi, wapendwa, nataka niwajengee msingi vizuri. Ndiyo. Ili tutakapoingia kwenye maandiko, Mungu ajifunue miongoni mwenu. Ndiyo. Nataka niwaambie ya kwamba kitu kilichopewa nafsi ni mtu tu. Amina. Mtu ndiye aliyepewa nafsi. Vitu vingine vyote vikupewa nafsi. Mnyama akupewa nafsi. Ndege akupewa nafsi. Aliyepewa nafsi ni mtu tu. Na nafsi kazi yake ni kutambua mema na mabaya. Amina. Amen. Ndiyo maana unaona kama kitu chochote ambacho kikupewa nafsi hakiwezi kikatambua mema na mabaya. Ng'ombe hajui mema na mabaya. Ukimpeleka kwenye shamba la mahindi atayapiga mno. Hawezi kujua kwamba haya ni mahindi ya Stefano. Maana kazi yake anajua tu ya kwamba ni kula. Na waweze wakamshitaki, lazima watafute mwenye ng'ombe. Kwa nini wanamtafuta? Ni kwa sababu ya nafsi iliyo ndani ya mtu. Maana inatambua mema na mabaya. Sasa nafsi ni kitu kinachojitegemea. Ukisema ya kwamba Mungu ana nafsi tatu, ina maana ni wa Mungu watatu. Ni watu watatu wako pale. Mimi ninaitwa Tito Obadia, nina nafsi. Akiwepo nina mchungaji mwingine hapa anaitwa Jackson, ana nafsi. Kuna mwingine pale anaitwa Yohana, ana nafsi. Hao ni watu watatu. Hatuwezi tukawa mmoja. Ni watatu kwa sababu ya nafsi. Unaposema Mungu mwenye nafsi tatu, wanakuwa ni watatu kwa sababu ya nafsi. Na kila mtu lazima afahamu kivyake. Maana nafsi inatupa kila mtu kufahamu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amina. Amina na amina. Amen. Sasa nisikilize. Kwa hiyo Biblia yetu hii tunaposema Mungu mmoja, ina maana huo ni umoja. Wingi wa neno Mungu ni miungu. Sawa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Wingi wa neno Mungu ni miungu. Kwa hiyo nataka nikwambie ya kwamba duniani hapa hatuna Mungu mmoja. Tuna wa Mungu wengi sana. Sasa lazima ujue wewe Mungu wako unayemwabudu ni yupi kati ya miungu yote hiyo. Ukikosea kujua Mungu unayemwabudu, unajikuta unaabudu miungu mingine. Sasa kwa sababu Mungu anajitambua ya kwamba yeye ni mmoja, na ndiye anahitajika tu kuabudiwa yeye huyo mmoja. Ndiyo maana alipolipata kanisa, alipowapata watu wake, akajitambulisha kwao. Akawakataza wasiwe na miungu mingine, maana alijua wa Mungu wapo wengi. Na Mungu si jina. Mungu, maana ya neno Mungu ni muabudiwa. Ni kitu kinachoabudiwa. Ndiyo maana ya neno Mungu. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo Mungu si jina. Wewe ukiwa na kitu kinaitwa Mungu, lazima kiwe na jina. Maana ya neno Mungu ni kitu kinachoabudiwa, ni muabudiwa. Ndio maana yeye akasema kwamba sasa kwa sababu mimi ni muabudiwa, ninahitajika nijulikane mbele zenu. Sasa msiwe na miungu mingine, kwa sababu maisha ya mwanadamu ni kuabudu. Nisikilize msikilizaji mwenzangu naye nisikiliza. Mungu alipomuumba mwanadamu akaweka nafsi ndani yake. Kazi ya nafsi iliyo ndani ya mwanadamu ina kazi moja tu, kuabudu. Ndiyo maana yenyewe hiyo nafsi haiwezi ikadanganywa. Hauwezi ukadanganya. Yani kuna vitu vitatu ambavyo vidanganywi. Kitu cha kwanza ni Mungu, cha pili ni shetani, uweze ukamdanganya shetani, uweze ukamdanganya Mungu. Na cha tatu ni nafsi yako, uweze ukaidanganya. Hata ukimwambia mtu uongo, yenyewe itakwambia tu kwamba sio hivyo. Sawa. Amina. Ndio maana hiyo nafsi haidanganywi, yenyewe iliumbiwa kuabudu na iliumbiwa kweli. Amina. Sasa lazima imjue Mungu aliyeiumba tu imwabudu huyo. Sasa ndio maana Mungu akatahadharisha katika kitabu cha Kutoka 20 mstari wa 3 hadi wa 4. Soma kitabu cha Kutoka 20 mstari wa 3 hadi wa 4. Yeye anasema katika kitabu cha Kutoka 20 mstari wa 3 mpaka wa 4, usiwe na miungu mingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga, wala mfano wa kitu chochote kilicho juu mbinguni, wala kilicho chini duniani, wala kilicho majini chini ya dunia.
Usijivisujudie wala kuvitumikia, kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu. Tulia sasa. Amina. Unaona sasa? Kwa hiyo yeye anatambua ya kwamba duniani hapa kuna miungu wengi, kuna wamungu wengi. Kwa nini anatambua ya kwamba kuna wamungu wengi? Tayari baada ya kuiumba hii dunia hakikuwepo kitu cha kuabudiwa tofauti na Mungu mwenyewe. Baada ya shetani kuasi akatupa hapa duniani. Shetani alipotupa hapa duniani, tutamuangalia kazi yake kuu aliyokuwa anataka. Alikuwa anataka abudiwe. Na kweli alipotupa hapa duniani akamdanganya mwanadamu. Alipofaulu kumdanganya mwanadamu akapata nafasi ya kuabudiwa. Sasa Mungu akatambua ya kwamba wamekuwepo wa Mungu wawili duniani. Jina la Bwana libarikiwe. Unajua watu wanazaniaga ya kwamba shetani naye ni Mungu. Nitakuonesha katika maandiko. Maana wewe unazaniaga kwamba Mungu ni jina. Mungu si jina. Mungu ni kitu kinachoabudiwa. Amina. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa kwa sababu tayari shetani alishushwa hapa duniani, naye kwa sababu ni Mungu anaabudiwa, Mungu akatambua kwamba waabudiwa sasa tumekuwa wawili. Nimekuwa mimi na amekuwa na shetani. Na shetani naye ana mamlaka, Mungu naye ana mamlaka. Ikabidi sasa anawaambia sasa wanadamu, usiwe na miungu mingine ila mimi. Ina maana tayari wa Mungu ameongezeka, maana shetani amekuwa Mungu na Mungu wa mbinguni amekuwa Mungu. Sasa anasema usiwe na miungu, maana tayari zimekuwa miungu ni wengi. Anasema usiwe na miungu, uwe na mmoja tu. Anamwambia nani? Anamwambia mwanadamu aliyemuumba sasa. Amina. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo sasa shetani huyu kwa sababu alikuwa na makusudi ya kuabudiwa, tunaweza tukayaona makusudi yake aliyokuwa nayo ili akapate kuabudiwa. Yeye makusudi yake ambaye alikuwa anataka abudiwe tunayaona katika kitabu cha Isaya 14 mstari wa 12 hadi 15. Soma. Isaya 14 mstari wa 12 mpaka wa 15. Biblia inasema hivi. Ndio. Katika Isaya 14 mstari wa 12. Jinsi ulivyoanguka kutoka mbinguni, ewe nyoka wa alfajiri, mwana wa asubuhi, jinsi ulivyokatwa kabisa, ewe uliyewaangusha mataifa. 13. Nawe uliyesema moyoni mwako, nitapanda mpaka mbinguni, nitakiinua kiti changu juu kuliko nyota za Mungu, nami nitaketi juu ya mlima wa mkutano, katika pande za mwisho za kaskazini. Nitapaa kupita uvimo vya mawingu, nitafanana yeye aliye juu, lakini utashushwa mpaka kuzimu. Tulia. Unayaona mawazo ya shetani? Hayo ndio shetani aliyokuwa nayo mawazo bado akiwa kule juu kule. Na alipoyaweka akiwa kule mbinguni, wakashindana na Mungu. Mungu akampiga. Akaingia ndani ya malaika Mikaeli akampiga na akamwangusha hapa duniani. Alipomwangusha hapa duniani, yeye akaitwa Mungu wa dunia. Alafu Mungu aliyebaki mbinguni akaitwa Mungu wa mbinguni. Amina. Sasa unapoabudu Mungu, ujua unaabudu Mungu yupi? Unaabudu wa mbinguni au unaabudu wa duniani? Jina la Bwana libarikiwe sana. Tayari tumeshapata wa Mungu wawili. Tumepata Mungu wa mbinguni ambaye jina lake ni Yesu Kristo. Tumepata Mungu wa duniani ambaye ni shetani. Tena shetani sio jina. Mungu awabariki sana. Shetani sio jina lake. Ngoja niwaambie, unajua watu wamechanganyikiwa. Ndio maana shetani amewadanganya, wakamuona Mungu, wakaona wa Mungu wengi. Wanakuambia kwamba baba ni Mungu, mwana kuna Mungu Baba, kuna Mungu Mwana, kuna Mungu Roho Mtakatifu. Haiko hivyo. Hapana. Niliwafundisha siku ile ya kwamba hizo ni ofisi alizokuwa anatembelea. Shetani naye ni mmoja, tena mwenye nafsi moja, lakini ana vyeo vingi kama jinsi Mungu alivyo na vyeo. Mungu ana cheo cha Baba, ana cheo cha Mama, ana cheo cha Mwana, ana cheo cha Roho Mtakatifu. Ana cheo kingine anaitwa Yehova Ire, kingine anaitwa Yehova Rafa, kingine anaitwa ni nyororo ya bondeni. Yaani majina, vyeo vingi. Kadhalika na shetani naye ana vyeo hivyo hivyo. Anaitwa shetani, anaitwa Ibilisi, anaitwa Abadoni, anaitwa Apolioni, anaitwa Joka. Hivyo vyote ni vyeo vyake vya kazi. Amina. Lakini jina lake anaitwa Luciferi. Amina. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Kwa hiyo Mungu awabariki sana wapendwa. Amina. Tunahubiri injili ya asili. Nataka niwaoneshe Mungu mnayemwabudu kila siku ndani ya makanisa. Ni Mungu wa namna gani? Ndani ya makusanyiko. Ni Mungu yupi? Kwa hiyo kama wewe unadhaniaga ya kwamba Mungu wa mbinguni na umjui, Mungu sio jina, Mungu ni cheo cha kuabudiwa.
Amina. Amen. Sasa nataka nikuthibitishie ya kwamba shetani ni Mungu. Twende katika Wakorinto wa pili. Wakorinto wa pili 4 mstari wa 4. Wakorinto wa pili 4 mstari wa 4. Biblia inasema hivi, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasioamini. Sikiliza, ambao ndani yao Mungu wa dunia hii amepofusha fikra zao wasiamini. Mungu wa dunia hii ni nani? Ni Shetani. Amen. Ambaye jina lake anaitwa Luciferi. Amina. Ndiye kwa nini anakuwa Mungu wa dunia hii? Maana alitupa kutoka mbinguni akaja duniani. Kwa hiyo sisi hatuabudu Mungu wa dunia. Sisi tunaabudu Mungu wa mbinguni ambaye jina lake ni Yesu Kristo. Usipompata huyo unaabudu wa dunia. Ni mbili tu. Hakuna kukaa baki. Sawa. Kwa nini? Kwa sababu wewe ndani yako una nafsi na nafsi iliumbiwa kuabudu. Ndio maana ukishinda kumpata Mungu wa mbinguni utaabudu wa duniani. Ukikosa kumpata wa duniani utaabudu wa mbinguni. Ni kweli. Ni mbili tu. Tuna mamlaka mbili tu hapa duniani. Sasa hayo mamlaka yana vitengo mbalimbali. Amen. Kama unavyoona tuna serikali moja tu hapa sisi ya CCM. Ina vitengo mbalimbali. Ina maafisa usalama, ina walimu, ina nini, lakini serikali ni moja. Ndivyo hivyo. Amina. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Na sisi tuna serikali moja tu ya mbinguni. Ina vitengo mbalimbali. Ina wahubiri, inawaambia wahubiri wa namna gani. Ina ubatizo, inawaambia ubatizo ni wa namna gani. Ina hivi, inawaambia hivi. Na kadhalika na shetani naye ana vitengo hivyo hivyo. Yeye alipotaka shetani kuabudiwa, ngoja nikwambie, unajua kazi ya shetani, kwa sababu alitambua ya kwamba amepata nafasi ya kuwepo duniani hapa. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Amepata nafasi ya kuwepo duniani hapa. Sasa amepata nafasi ya kuabudiwa. Amekuwa Mungu wa duniani. Ikabidi apofushe watu fikira. Ili wasiamini. Ilibidi awapofusheje? Jambo la kwanza, anasema hivi, shetani amekuwa na jitihada za kuwafanya watu wasimjue Mungu wao wa kweli. Hizo ndizo jitihada alizofanya. Sasa kama alizifanyaje? Maana shetani anajua vizuri kabisa kwamba Mungu ni mmoja na jina lake anaitwa Yesu Kristo. Uwezo ukamdanganya shetani. Shetani anajua Biblia hii yote kuliko wewe unavyopuyanga. Sawa. Kwa hiyo akajua kabisa ya kwamba huyu Mungu ni mmoja na mwenye nafsi moja. Na jina lake anaitwa Yesu Kristo. Katika Agano la Kale alikuwa hana jina, alikuwa anatumia vyeo. Sasa jina lake alikuja kulitumia katika mwanawe Yesu Kristo. Shetani anajua, kwa hiyo anajua nikiwaacha tu hawa watu wa duniani hivyo hivyo wamjue huyu Mungu wa kweli. Maana mwanadamu ameumbwa kuabudu, hawataniabudu, watamwabudu huyu. Sasa inabidi mimi niwaoneshe wa Mungu wengi. Sasa akaanza kugawa katika matabaka. Ni kweli. Akagawa katika matabaka. Alipoenda Rumi, akaonyesha Mungu wa Rumi ni jua. Akaenda sijui India, akaonyesha Mungu wako. Nataka nikuoneshe mambo machache. Jinsi ambavyo shetani yeye hawezi kukuonyesha Mungu mmoja. Maana akikuonyesha Mungu mmoja utapona. Anahitajika akifika sehemu fulani anakuonyesha Mungu ni hivi. Sehemu fulani anakuonyesha Mungu ni hivi. Kazi yake ni kuonyesha wa Mungu wengi. Maadamu ukishatambua tu kwamba wa Mungu ni wengi, anakukaba. Sasa ngoja nikuoneshe kwa matendo kidogo. Nenda Matendo ya Mitume. Matendo ya Mitume 19 kifungu cha 27. Biblia Matendo ya Mitume 19 kifungu cha 27. Si kwamba kadhi hii yetu ina hatari ya kudhalauriwa tu, bali na hekalu la Mungu, mke aliye mkuu, Artemi, kuhesabiwa si kitu. Tulia kidogo. Sasa ninaenda tu kwa kifupi. Maana mimi ninaenda na muda. Jina la Bwana libarikiwe. Kama studio hii ingelikuwa ni ya kanisa la waaminio, ningelikuwa ninahubiri hata masaa 3. Ninaonesha vizuri, lakini sasa naenda na muda. Labda Mungu tu amguse meneja kwa sababu anafurahiwa na ujumbe ni wa mbinguni mwenyewe asilia. Aseme sasa hao watu tutawapendelea, tutawapa nafasi. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Tofauti na hivyo sisi tutalipia tu vipindi vyetu. Kwa hiyo ninaenda kwa kukatisha. Ndio maana tukatoa namba za simu ya kwamba utatufuata kwenye namba tutakuelekeza. Na ninataka nikwambie msikilizaji unayenisikiliza, mimi niko halali hata ukiniita kwenye kanisa lako. Niko halali kuleta semina. Maana hayo ndio yalikuwa mambo ya Wakristo. Amina. Soma vizuri kitabu. Paulo alikuwa anaenda kwa Waberoya, anakaa nao mpaka yapata hata Sabato 3. Wanazungumza maandiko. Ndivyo nilivyo, ndivyo Wakristo tulivyo. Mimi ukiniita Chato nakuja, ukiniita sijui wapi nakuja, ukiniita wapi nakuja. Tunachohitaji ni uzima wa milele, watu waokolewe, wasipokonywe na mikono ya shetani miongoni mwa watu wanaojiita wanadini wakati shetani amewachanganya. Huu sio wakati wa kuchanganyikiwa. Ni wakati ambao shetani amewekwa wazi. Maana maandiko yako wazi. Yesu alitufia msalabani, akavunja nira zote za shetani. Kwa hiyo sasa angalia. Katika
hapa Mungu alipo hapa ni wakati ni sehemu moja inaitwa Efeso. Watu wa Efeso kipindi kile Shetani alikuwa amewaonyesha kwamba Mungu anaitwa Antemi. Tena ni Mungu mke. Unaona upuuzi. Mungu wa dunia hii ni mke. Shetani ni mke. Shetani ni mume. Unaona maujanja yake. Yesu alimwambia kwamba yeye ndiye baba wa uongo. Ndio maana anawadanganya watu. Paka leo hii wanadhaniaga ya kwamba kuna majini make. Shetani. Mungu awabariki sana. Amen. Kule Efeso watu wa Efeso kabla hawajaijua hii injili walikuwa wanajua Mungu wao Antemi ambaye alikuwa ni mke. Sasa nataka nikuonyeshe sehemu moja ilikuwa inaitwa Ikonio. Wao walikuwa wanajua Mungu gani Shetani alivyokuwa amewaonyesha. Twende. Maana kazi yake ni kuonyesha wa Mungu wengi. Amina Amina. Katika Matendo 14 mstari wa 11 hadi 15. Matendo 14 mstari wa 11 mpaka wa 15. Mwingine tulia twende na muda haraka. Mwingine Afunue Wafalme wa kwanza 16:32. Sasa mshike Biblia. Maana tunaenda na muda. Maana hapa bado sijaingilia somo, ninajenga tu msingi. Wafalme wangapi? Mugawane maandiko. Mwingine achukue Biblia. Mwingine afunue Matendo 14 mstari wa 11 hadi 15. Biblia inasema hivi. Tulia kidogo. Mwingine afunue Wafalme wa kwanza 16 mlango wa 32. Haya, Matendo 14:11 hadi 15. Soma. Na makutano walipoona aliyoyafanya Paulo wakapata sauti zao wakisema Kiliakonia, miungu wametushukia kwa mifano ya wanadamu. Wakamwita Barnaba Zeu na Paulo Herime. Tulia tu hapo, watamalizia kwa sababu ninajua watasoma kule. Unaona huko Ikonio wao walikuwa wanajua Mungu wao walikuwa wanamuita Zeu na Herime. Sasa angalia jinsi Shetani anavyowapumbaza. Ikonio anawaonesha Mungu ni Zeu na Herime. Alafu Efeso anawaonesha ni Antemi mke. Unaona upumbavu wa Shetani ulivyo? Hajawahi kuacha njia zake. Sasa wakati walikuwa nawaambia kwa sababu walikuwa wamewachukua, walikuwa ni mataifa, hawamjui Mungu. Unaona? Twende Wafalme wa kwanza. Moja mstari wa 16 kifungu cha 32. Wafalme wa kwanza 16:32 nasema. Akamjengea bahari madhabahu katika nyumba ya bahari. Aliyoijenga huko Samaria. Tulia tu hapo. Sasa sikiliza, hawa ni watu wa Sidoni. Watu wa Sidoni wenyewe Mungu walikuwa wanajua Mungu bahari. Sasa unaona Shetani alivyomjanja. Yaani kila sehemu anawaonesha Mungu yuko hivi. Kila sehemu anawaonesha Mungu yuko hivi. Kila sehemu anawaonesha Mungu yuko hivi. Maana yeye anataka awaoneshe ya kwamba wa Mungu ni wengi. Wakati Mungu ni huyu mmoja tu. Amen. Sasa Yesu alipokuja akafa pale msalabani, akamfunua Mungu. Ndio. Akawatuma mitume. Ndiyo. Mitume wakaenda, wakavunja hizo kuta zote mbovu. Shetani akaona ya kwamba wasioamini wote wamefahamu ya kwamba kumbe Mungu ni mmoja. Kwa ishara na miujiza na mambo ya kila namna. Akaona si wamenigundua. Nilikuwa ninahusika na koo, nilikuwa ninahusika na mafogongo, na koo za aina mbalimbali, sasa zimevunjika. Watu wote wameingia kwenye dini. Ndio maana unaona wakati huu tulionao ni wachache sana kusikia wanaitwa Mariibwa Manyasi. Wote wanaitwa Alfakishadi Matayo, maana ni ulimwengu wa dini. Na Shetani akaona kumbe wamekataa, wameingia kwenye dini, akaingia kwenye dini. Mpango wake ule akaona nipitie wapi? Nipitie wapi? Maana ili nikiwaambia tu, nikiwaonesha tu ni Mungu mmoja, watanikataa. Kule walikuwa wamenikubali. Nilikuwa naonesha wa Mungu wengi. Sasa huku nipitie wapi? Akaangalia akasema, kwa jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Nipitie hapa. Kuna Mungu Mwana, kuna Mungu Baba, kuna Mungu Roho Mtakatifu. Akawadanganya namna hiyo. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ndugu yangu, nilikwambia siku ile ya kwamba hivyo ni vyeo. Amen. Ni vyeo vya Mungu mmoja. Alikuwa anapita kila cheo, anatimiza kazi yake. Nikaonesha mfano hivi, tuna mheshimiwa wetu, rais wetu Samia Suluhu. Yeye ni mkuu wa majeshi. Amiri jeshi mkuu. Yeye ni amiri jeshi mkuu. Wakimuhitaji kwenye jeshi, utaona anavaa combat. Yaani anavaa combat. Sasa akivaa combat, jua ya kwamba huyo sasa ni amiri jeshi mkuu. Wakimuhitaji kwenye chama, anavua combat. Anavaa mavazi ya kijani. Kwa hiyo sasa hapo wanakuwa wasamia wawili. Hapana. Si ni Samia yule. Ila ofisi mbalimbali. Wakimuhitaji wananchi, anavua za kijani, anavaa za kawaida, anakuwa ni rais. Kwa hiyo anatimiza wajibu katika ofisi zote hizo, akiwa ni mmoja tu, mmoja.
Ndivyo Mungu alivyotimiza. Akaingia kwenye umwana, akatimiza huko. Kwenye ubaba, akatimiza huko. Kwenye Roho Mtakatifu, akatimiza huko. Akamaliza sasa, akawa Mungu tena yule yule alivyokuwa. Sasa shetani akawanyima ufunuo huo. Mungu sasa nikwambie sasa. Sasa tuende kwenye somo lenyewe. Nimekupa msingi mzuri kabisa wa kuangalia, mpendwa msikilizaji. Nataka nikwambie jioni ya leo, nikuthibitishie ya kwamba ujue Mungu unayemwabudu. Ujue ya kwamba tuna wa Mungu wengi. Tuna Mungu wa duniani, anaitwa Shetani vyao vyake. Tuna Mungu wa mbinguni, naye anaitwa Yesu Kristo. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa ujue ya kwamba wewe unaabudu Mungu yupi ambaye unamwabudu. Na kama umekosea, hautaiona mbingu. Mungu si mwanadamu kwamba ajute. Mungu ni wa haki na kazi yake haina makosa, na yeye hawezi kumhukumu mtu bila kumuonya. Nataka nikwambie jioni hii ya leo, msikilizaji unayenisikia, haya ni maonyo ya Mungu anayewaonya kuwaonesha njia. Maana mmejitahidi muda mrefu kuwemo ndani ya ushirika wa aina mbalimbali, kuwemo ndani ya makanisa, tukimwabudu, tukimtafuta, tukimulilia. Hata hivyo pengine alikuwa amejificha, leo hii anajifunua kuwaonesha waziwazi kupitia redio za mawimbi. Ningelihubiri tu mimi pale, msingenisikia na msingelijua. Lakini sasa hivi wanamsikia Chato, Mungu alivyo mmoja. Wanamsikia Geita, Mungu alivyo mmoja. Wanamsikia Mwanza, Mungu alivyo mmoja. Huu ndio mpango wa Mungu. Amina. Amen. Mungu akubariki uliyeweka redio hii. Amina. Ninakuombea. Hii redio iko kwa makusudi ili wana wa Mungu wakapata kuwa na uzima wa milele. Kumbuka ndugu yangu, kama watu watapata wokovu kupitia redio hii, iko siku moja utalipwa jasho yako. Amina. Unahitajika kumwamini Mungu huyu ili thawabu yako ipokee kule mbinguni. Maana wanaomwamini Mungu ndio wanapokea thawabu. Huu ndio ukweli na uhakika wa mambo. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa nataka nikwambie, sikiliza. Nataka sasa tuingie kwenye somo lenyewe. Nilikuwa ninakujengea msingi ili ujue ya kwamba tuna wa Mungu wangapi duniani hapa. Tuna wa Mungu wangapi? Tuna Mungu wa duniani anaitwa Shetani. Tuna Mungu wa mbinguni anaitwa Yesu Kristo. Hao wote wanaabudiwa na wana taratibu. Shetani ni wa kidini na Mungu naye ni wa kidini. Maana Shetani ni roho na Mungu ni roho, na vyote ni vya kidini, na wote wana dini na wanaabudu na wanaenda makanisani na wanasoma na wanafanya mambo ya kila namna. Lakini ya Shetani anafanya kupindukia, kwa sababu yeye anapotosha neno. Ni kweli. Mahali anaposema kuabudu, yeye atacheza. Jina la Bwana libarikiwe. Mahali anasema hivi, yeye atafanya hivi. Sasa sikiliza, tunataka twende katika kitabu cha Waefeso 2. Waefeso 2 mstari wa 20 hadi 22. Waefeso 2 mstari wa 22. Waefeso 2 mstari wa 20 hadi 22. Bwana abariki sana. Mmejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Naye Kristo Yesu mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Naye Yesu Kristo mwenyewe ni jiwe kuu la pembeni. Katika yeye jengo lote linaungamanishwa vyema. Na kukua hata liwe hekalu takatifu katika Bwana. Simama. Sasa hapo ndo tunaingia kwenye somo lenyewe. Sikiliza Biblia inavyosema. Hawa wanaosema ni mitume wanasema hivi, Yesu Kristo kupitia mitume. Mumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Sasa ngoja nikwambie, waabudu Mungu wa kweli. Kama unaabudu Mungu wa kweli, lazima ujengeke juu ya msingi wa watu hao wawili, wa manabii na mitume. Agano la kale ni la manabii, na agano jipya ni la mitume. Amina. Ukristo, unaposikia Ukristo ni wa agano jipya. Kabla ya agano jipya Ukristo haukuwepo. Kilichokuwepo lilikuwepo taifa la Mungu moja tu, na Israeli, ambalo Mungu alilitumia kwa kutuma manabii. Manabii ndio walikuwa wanazungumza utaratibu wote wa jinsi ambavyo Mungu anaabudiwa. Sasa leo ningelikuwa na muda, ningelieleza kila nabii. Yeye nabii alikuwa anaabudu Mungu yupi? Na alikuwa ni Mungu wa nafsi ngapi? Alafu wewe leo uone unaabudu Mungu wa nafsi ngapi? Sasa kwa sababu ya muda nitachukua tu manabii hata 3. Amina. Ninataka nianzie kwa nabii Ibrahimu. Maana Ibrahimu ndiye aliyezaa lile taifa lote la Israeli. Mpaka leo hii sisi kufika Yesu Kristo kupitia ukoo huo. Amina. Na alianza na Ibrahimu.
Imani imeanza na Ibrahimu. Taifa la Israeli limeanza na Ibrahimu. Alimuita ya kwamba toka ndani ya jamaa yako uende kwenye nchi itakayokuagiza, hiyo wanayopigania kila siku. Hapo ndipo Mungu alianzia. Sasa kama Mungu alianza na Ibrahimu, Ibrahimu alimjua ya kwamba walikuwa ni Mungu yupi na alikuwa na nafsi ngapi. Tunataka tuone. Amina. Maana wewe si unasema kwamba unamwamini Ibrahimu. Sasa kama unamwamini Ibrahimu, Ibrahimu atakukataa. Wewe unayejua ya kwamba eti Mungu ni nafsi tatu. Eti Mungu watatu ni nafsi tatu. Sijui Mungu wawili, sijui Mungu saba. Umepotea. Kama unamwamini Ibrahimu, tumuone Ibrahimu yeye aliamini Mungu yupi. Twende Mwanzo. Mwanzo 2 mstari wa 16 hadi 18. Mwanzo 2 mstari wa 16 mpaka 18. Maandiko matakatifu yanasema, Bwana Mungu akamwagiza huyo mtu akisema, matunda kila... Hapana. Mwanzo 22. Mwanzo 22 mstari wa 16 hadi 18. Biblia inasema hivi, akasema nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana. Sasa sikiliza, nenda taratibu. Rudia tena. Mwanzo 22 mstari wa 16. Akasema, huyu aliyesema alikuwa ni Bwana. Nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana. Sikiliza sasa, nimeapa kwa nafsi yangu, asema Bwana. Sio nafsi zangu. Nafsi yangu moja. Ibrahimu alimjua Mungu aliyekuwa na mwabudu. Alikuwa ni Mungu mmoja mwenye nafsi moja. Amen. Sasa wewe jua kama unamwamini Ibrahimu, ujua mwenzako aliamini Mungu mmoja mwenye nafsi moja. Tena wa mbinguni. Amina. Sasa wewe unaamini Mungu yupi? Hapo. Pima vizuri ndugu yangu. Na umuulize mchungaji wako, umuulize askofu wako, umuulize mtu yeyote anayekufundisha ya kwamba wewe ulipata wapi Mungu wa nafsi tatu. Amina. Baba ni Mungu, Mwana ni Mungu, Roho Mtakatifu ni wa Mungu watatu. Nafsi tatu. Hakuna kitu cha namna hiyo. Ni Mungu mmoja akihusika katika ofisi. Amina. Nimeapa kwa nafsi yangu. Endelea. Kwa kuwa umetenda neno hili. Wala ukunizuilia mwanao. Mwanao wa pekee. Katika kubariki nitakubariki. Tulia kidogo. Baada ya Ibrahimu kumupa yule Isaka akamtolea sadaka. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu akamwambia ya kwamba kwa vile ukunizuilia, sasa nimeapa kwa nafsi yangu. Alikuwa ni Mungu mmoja mwenye nafsi moja. Twende kwa Musa. Amina. Maana tukitoka kwa Ibrahimu tunakuja kwa Isaka, tunakuja kwa Yakobo. Amina. Yakobo anaendelea sasa, ndipo mpaka anakuja Musa. Amina. Twende sasa tuone kwa Musa. Na unapozungumza habari za Musa, jua ya kwamba Musa ndiye aliandika vitabu 5. Aliandika Mwanzo, akaandika Kutoka, akaandika Mambo ya Walawi, Kumbukumbu la Torati na Hesabu. Kwa hiyo sio unakimbia tu ndugu yangu msikilizaji, na wewe unayewahubiriaga watu, eti unawahubiria uzima kwamba nenda Kumbukumbu, nenda Torati. Aliyeandika hivyo ni Musa. Musa aliamini Mungu yupi? Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Kama unajua Musa aliamini mwingine na wewe unaamini mwingine, siku ile Musa hatakukataa. Hata ukifunua Kutoka, hata ukifunua Hesabu, hatakukataa. Tumejengwa juu ya msingi wa manabii. Soma ndio. Kitabu gani? Musa. Jina la Bwana libarikiwe. Kitabu. Kutoka ngapi? Kutoka 32 mstari wa 13. Kutoka 32 mstari wa 13. Biblia inasema katika kitabu cha Kutoka 32 mstari wa 13. Maandiko yanasema hivi. Kutoka 32 mstari wa 13. Mkumbuke Ibrahimu. Na Isaka. Na Israeli. Watumishi wako. Ambao uliwaapia kwa nafsi yako. Amina. Ambao uliwaapia kwa nafsi yako. Musa alimjua ya kwamba Mungu ni mmoja mwenye nafsi moja. Amina. Ndio maana unaona ya kwamba ambao uliwapia kwa nafsi yako. Maana Ibrahimu alimwapia kwa nafsi yake. Isaka akamwapia kwa nafsi yake. Yakobo akamwapia kwa nafsi yake. Sasa unaona sasa. Kwa hiyo Musa alimjua Mungu mmoja mwenye nafsi moja. Twende haraka ninaenda na muda. Jina la Bwana libarikiwe. Nitachukua tu nichukue wa mwisho. Amina. Nichukue wa mwisho kwa manabii. Maana tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Sasa nichukue wa mwisho. Twende Isaya. Isaya 45. Isaya 45 mstari wa 22. Biblia inasema hadi 23. Katika kitabu cha Isaya 45 mstari wa 22 mpaka 23. Niangalieni mimi mkaokolewe. Enyi nchi zote za dunia. Maana mimi ni Mungu. Hapana mwingine. Kwa nafsi yangu nimeapa. Nenda taratibu ndugu. Nenda taratibu. Amina.
Jamani, hivi mnasikiliza vizuri? Ndio. Ni nani anashaka na Mungu wa Isaya? Wewe kwako kule unapotumia Biblia unasomaga Biblia ipi? Maana si unawaambia kwa watu kwamba funua Isaya. Sasa ona Isaya, yeye Mungu wake aliyemjua. Amina. Rudia. Niangalieni mimi. Mkaokolewe. Enyi nchi zote za dunia. Maana mimi ni Mungu. Hapana mwingine. Sasa Mungu amekataa mwingine. Amina. Amesema yeye ni mmoja. Amekataa panapo mwingine. Amen. Kwa hiyo kama unaabudu Mungu mwingine tofauti na huyo mwenye nafsi moja, unaabudu Mungu wa duniani. Amina. Ni shetani. Ndio. Tazamia kuona ndugu yangu unaswagwa naye kwenye ziwa la moto. Ni kweli. Na Mungu hata kupeleka kwenye ziwa la moto mpaka amekuonya. Ni kweli. Hakuna mahali pa kupenea. Ndio. Sauti hii inasikika kwako. Unachohitaji ni kuamini. Amina. Uje ubatizwe kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Ufundishwe haya. Amen. Hiyo ndiyo njia ya uzima. Amina. Hii ndiyo kumjua Mungu wa kweli. Amina. Tofauti na hivyo uko katika mchanga udidimiao. Kweli. Endelea. Mstari 23. Kwa nafsi yangu nimeapa. Unasikiliza? Isaya alijua Mungu mmoja mwenye nafsi moja. Amen. Kwa nafsi yangu nimeapa. Ni Mungu anasema mwenyewe kupitia kinywa cha Isaya. Amina. Kwa nafsi yangu nimeapa. Sasa wewe unayewafundisha watu ya kwamba Mungu ana nafsi tatu, ulizisoma wapi? Amen. Ulizisoma wapi? Tumesoma Biblia imesema usiongeze wala usipunguze. Ukiongeza Mungu atakuongezea mapigo. Ukipunguza Mungu atakutoa kwenye mji. Uone ya kwamba una nafasi kwenye mji. Ni kweli. Ambao kila siku unasema kwamba nitaingia hapo. Utaingia. Maana umeongeza vya kwako. Ni kweli. Amen. Unapoisikia sauti hii ndugu yangu, dada yangu, mchungaji wangu, rafiki yangu, amina na amina. Amina. Unahitajika kuwa mnyenyekevu. Amina. Njia ya Mungu ni kuwa mnyenyekevu. Amen. Usione tu jinsi ambavyo umesoma ukapata degree 2, eti nilisomea Biblia degree 2, eti nina degree 2. Ndugu yangu, acha degree. Hata huyo unayesoma ukapata degree, Yesu hakuwahi kusoma hata na degree ya kuwa nayo. Lakini alikuwa ni Mungu. Na aliyaweka mambo katika utaratibu. Hatuendi mbinguni kwa degree. Tunaenda mbinguni kwa kuliamini neno. Amina. Amina. Ndilo hili. Amen. Mungu hatauliza kwamba ulipata degree ngapi hapa duniani. Ndio. Degree zako ni kwa minajili ya kula na watoto wako. Na mshahara mzuri mnono kwa ajili ya mwili. Lakini uzima wa milele ni neno. Amina. Unahitajika ulielewe neno linavyosema. Watumishi wenzangu, Amina. Wahubiri wenzangu, msikilize hiyo. Hakuna mahali popote Biblia inasema ya kwamba Mungu ni wawili, Mungu ni watatu, Mungu ana nafsi tatu, Mungu ana nafsi moja tu, na ni Mungu mmoja. Zaidi ya hapo ni mafundisho ya wanadamu. Ni kweli. Amen. Umemaliza hapo ile 23? Hapana, bado. Kwa nafsi yangu nimeapa. Kwa nafsi yangu nimeapa. Neno hili limetoka kinywani mwangu. Neno hili limetoka kinywani mwangu. Katika haki. Katika haki. Wala haitarudi. Wala halitarudi. Ya kwamba mbele zangu kila goti. Ya kwamba mbele zangu kila goti. Litapigwa. Kila ulimi. Utaapa. Utaapa. Amen. Mungu akubariki sana. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Nimalizie Isaya 44. Amina. Isaya 44 mstari wa 6 hadi wa 8. Tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Katika Isaya 44 mstari wa 6. Sasa sikiliza mpendwa. Katika kitabu cha Isaya tulia kidogo. Nisikiliza mpendwa. Amina. Nataka uende pamoja na mimi. Amina. Nataka uende pamoja na mimi. Amina. Nataka nikwambie nitachukua tu wachache. Maana Biblia imesema tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Amina. Manabii hawa wa Agano la Kale, wale wa Israeli, walimjua Mungu mmoja. Amina. Kabla injili ikiwa tu kwenye taifa hilo, na Mungu wa Agano la Kale ndiye Mungu wa Agano Jipya. Sasa sitachukua wote kwa sababu ya muda. Tunaenda na muda sisi. Kwa hiyo ndio maana tukatoa namba za simu, na ninakuomba ukinihitaji ndugu yangu, nataka nikwambie ukinihitaji, niita hata mahali popote ulipo. Mimi nitakuja. Nitaweka semina. Nitaweka semina. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hata kwako, ili tuone habari ya uzima huu ukoje. Maana shetani amewachezea sana watu wa Mungu. Kumbuka ya kwamba maandiko yanasema hivi, shetani aliandikiwa kwenda motoni yeye mwenyewe na malaika zake, sio na watu. Kitu kinachokomboa watu ni neno la Bwana. Amina. Amen. Amina. Kitu kinachokomboa watu ni neno la Bwana. Shetani anajitahidi kuhakikisha ya kwamba anavuruga neno la Bwana, kwa sababu neno la Bwana ndio mpango wa Bwana. Amina. Sasa shetani analivuruga.
kuwaonesha watu kitu ambacho Mungu asicho. Hataweza kwa sababu yeye ni mshindwaji. Alishindwa miaka 2000 iliyopita msalabani. Mamlaka yakawekwa ndani ya bibi harusi wa Kristo. Ndio sisi. Ndio maana tunalitangaza neno hili kinaganaga. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa nitachukua twao manabii wachache alafu nitaendelea. Twende kwenye kipindi cha mitume nao tuthibitishe. Maana tumejengwa juu ya mitume na manabii. Sasa twende Isaya 44. Isaya 44 mstari wa 6 hadi wa 8. Amina, nitasoma maandiko matakatifu. Sawa. Bwana mfalme wa Israeli. Sikiliza. Bwana mfalme wa Israeli, mkombozi wako, Bwana wa majeshi asema hivi. Mimi ni wa kwanza, na mimi ni wa mwisho. Zaidi yangu mimi hapana Mungu. Sasa wewe umewapata wapi? Amen. Umewapata wapi sasa wewe wa Mungu wawili? Hapana. Umepata wapi wa Mungu wenye nafsi tatu hapa? Amekataa. Amina. Ya kwamba zaidi yangu hapana Mungu mwingine. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Unajua nikwambie ndugu zangu, shida imekuwa ni moja. Unajua tulitabiriwa wakati huu ya kwamba utakuwa ni wakati wa kukoswa, utakuwa ni wakati wa njaa. Sio njaa ya kukoswa chakula, bali njaa ya kukoswa neno la Mungu. Kwa hiyo watu wamepata njaa kwa sababu walishaga iacha njia hii muda mrefu sana. Ni kundi dogo tu ambalo bado limeendelea kushikilia. Na maadamu walishaga iacha njia, ndio maana sasa wameisha piga vya kwao tu. Wameongeza na kuongeza. Wanafundisha tu mafundisho ya wanadamu. Wameshindwa kujua habari ya ufalme inatokana na nini. Wao wamelenga tu pesa, 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 pesa. Nani aliyewaambia watu tutaingia kwa pesa? Hapana. Amina. Nani aliyewaambia? Paulo akasema, enyi wa Galatia msiokuwa na akili. Nani aliyewaroga? Amen. Ambaye Yesu Kristo aliwekwa wazi kwake. Ndio. Leo ninyi mnataka kufa. Sasa leo mnakufa ya kwamba ufalme wa mbinguni unapatikana kwa pesa. Kivipi? Amina. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amina. Amen. Mungu akubariki sana mpendwa wangu. Amina. Wewe unayenisikiliza. Ufalme wa mbinguni hautokani na pesa. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Pesa, ufalme wa mbinguni kinachokombolewa ni nafsi. Amina. Nafsi ndio inayokombolewa. Nafsi kitu inachokula inakula tofauti na kile ambacho mwili unakula. Mwili unakula vitu vinavyotokana na pesa. Nafsi inakula kitu kinachotokana na neno. Amina. Ndio maana uwezi ukala chips mayai na mayai yaliyokaangwa vizuri eti ukasema ya kwamba sasa kwa hali hii roho imenenepa taenda mbinguni. Hapana. Mwili utanenepa, utapata kitambi. Lakini ikifika kesho asubuhi utaenda chooni kunya. Maana hivyo ni vya mwili. Kwa hiyo hivyo sio vitu vya kuhubiria watu. Ukawawekeza kwamba ni uzima wa milele. Hapana. Tunawekeza neno. Amina. Amen. Kwanza huu mwili mnaoshughulikia, hata Biblia inasema tukitaka kwenda mbinguni tunauvua. Hauna sehemu hata katika ufalme. Kilicho na ufalme ni nafsi. Biblia inasema nafsi itendayo dhambi ndio itakayokufa. Amina. Sasa twende Isaya tuone. Ya mstari wa 7. Naye ni nani kama rudia tena mstari wa 6 sasa. Isaya 44 mstari wa 6 mpaka wa 8. Bwana mfalme wa Israeli, mkombozi wako, Bwana wa majeshi asema hivi, mimi ni wa kwanza, na mimi ni wa mwisho. Zaidi yangu mimi hapana Mungu. Amen. Tuendelee. Naye ni nani kama mimi atakayeita? Eti ni nani kama Mungu ambaye atakayeita na kuyahubiri haya, au kuyahubiri haya ambayo tunahubiri? Hata mimi tu sijahubiri, ninahubiri yale ambayo manabii walisema. Amina. Mtu yeyote akitaka kuhubiri habari za Mungu, lazima uhubiri yale manabii waliosema. Amina. Lazima uhubiri yale mitume waliosema. Amina. Sasa manabii hawa ndio wanasema kwamba Mungu ni mmoja mwenye nafsi moja. Wewe kila siku unaendelea kupuyanga eti una watu 200, unajua Mungu ni nafsi tatu. Lini? Unawapoteza. Amina. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Unawapoteza. Kwa hiyo wewe kama utakubali na kanisa lako litapona. Amen. Mimi nikikubali wanaonifuata watapona. Amen. Hiyo ndiyo njia. Amina. Usipokubali hakuna uponaji. Kweli. Tuendelee. Na kuyahubiri haya. Ndio. Na kunitengenezea tangu nilipowaweka watu wa kale. Na mambo yanayokuja na yatakayotokea wayatangaze. Msiogope wala msifanye hofu. Je, sikukuhubiri haya zamani na kukuonyesha? Sikiliza, eti Mungu akuhubiri haya zamani na kuonyesha. Alihubiri wapi? Alihubiri kwa manabii na akayaonyesha. Na ninyi ni mashahidi wangu. Je, yuko Mungu zaidi yangu mimi? Sasa msikiliza Mungu anavyosema kupitia nabii Isaya.
Haya, anasema je, kuna Mungu zaidi yangu mimi? Angelikuweko zaidi yake, asingelimwambia Musa andike amri ya pili, wasiwe na miungu mingine. Maana angelikuweko zaidi wangelikuwa asingeliwaambia, kwa sababu ni yeye hakuna zaidi. Akasema wasiwepo wa Mungu wengine wa kuabudiwa. Na shetani hapaswi kuabudiwa. Ila kwa sababu ya ujanja ndio maana anaabudiwa. Sasa tunamfunua ili asiabudiwe. Amen. Yaani sisi hapa tuhubiri habari za mtu. Tunahubiri habari za kumfufua shetani na ujanja wake. Jinsi ambavyo anataka kuumiza watu wa Mungu ambao Mungu aliwaumba ili wamwabudu. Shetani akaweka makundi ili wamwabudu, akawadanganya. Tunawafungua watu wao kwa neno la Mungu. Amen. Jioni ya leo, usiku wa leo, unavyonisikiliza ndugu yangu, dada yangu, unafunguliwa kwa neno hili. Unahitajika sasa kupiga hatua. Uje uamini. Mahali pale ulipo tupo. Amina. Uzuri wa imani hii iko ulimwenguni kote. Maana alisema enendeni ulimwenguni mwote mkahubiri Injili. Iko ulimwenguni kote. Endelea. Amina. Iko imeshaisha. Imesha nani? Iko imesha. Mungu awabariki sana. Amina. Sasa nataka nipumzike kwa manabii. Nitoke kwa manabii. Nataka niende sasa kwa mitume. Maana maandiko yanasema hivi, tumejengwa juu ya msingi wa mitume na manabii. Mitume wao walimjua Mungu mmoja. Kipindi cha Agano la Kale. Waisraeli wanamjua Mungu mmoja mpaka leo. Hawajui Mungu wawili wenye nafsi tatu. Hawalijui hilo. Shetani alipoona ya kwamba wamemkimbia kwenye mila za kiukoo, wote wamekuja kwa Mungu, akapata ujanja naye akaja kwenye dini. Naye akawafuata kwenye dini. Naye sasa ameanzisha kwenye dini. Utazania ni mnyenyekevu, kumbe ni mwizi. Tunamfunua shetani mwizi. Hata pata njia. Awaachie wana wa Mungu. Jina la Bwana libarikiwe ndugu yangu. Sasa twende kwenye mitume tuone. Amina. Amina. Mitume nao wao walimjuaje? Kwa sababu Mungu wa Agano la Kale ndiye Mungu wa Agano Jipya. Huyu Yesu tunayemhubiri alianzia Yerusalemu. Wale Wayahudi wakamkataa. Walipomkataa akahamia katika mataifa. Ndipo sasa Injili ikaendelea chini ya mitume 12. Wao mitume walijua Mungu wangapi na wenye nafsi ngapi? Twende. Amina. Twende Wakorinto wa kwanza. Wakorinto wa kwanza. Mstari wa 8. Ndio. Sura ya 8. Katika kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura. Wakorinto wa kwanza sura ya 8 kifungu cha 5. Amina. Wakorinto wa kwanza sura 8 kifungu cha 5 na cha 6. Amina. Kwa maana ijapokuwa wako waitwao miungu, yani wako wanaoitwa wa Mungu wengi. Kwa maana ijapokuwa wako waitwao miungu ama mbinguni ama duniani, kama vile walivyoko miungu mingi na mabwana wengi. Kama yani sikiliza, kama jinsi leo hii unavyoona watu wanajua wa Mungu wengi na wa bwana wengi. Lakini kwetu sisi mitume Mungu ni mmoja tu. Unasikia? Jina la Bwana libarikiwe. Sasa ngoja nikwambie, unaposikia mtu anaitwa Mkristo, kuitwa Mkristo tunaitwa kwa sababu ya Yesu Kristo ndiye alianzisha Ukristo. Kabla Yesu hajaanzisha Ukristo, Ukristo haukuwepo. Kwa hiyo sasa kama wewe unamwabudu Kristo, ujue Kristo alikuwa ni Mungu mmoja, mwenye nafsi moja. Ambaye Kristo huyo ni mpakwa mafuta, jina lake ni Yesu. Amina. Ambaye alifunuliwa. Amina. Unaona kumfunua Mungu, ambaye Mungu ni roho, ambaye maana ya Mungu ni mwabudiwa. Jina lake sasa ni Yesu Kristo. Mungu yule wa Agano la Kale ndiye Mungu wa Agano Jipya, ambaye aliwatuma mitume wakimtambua ya kwamba Mungu ni mmoja tu. Lakini pamoja na kwamba Mungu ni mmoja, bado kuna mamiungu mengi, bado kuna mabwana mengi. Lakini sisi pamoja na hayo yote tunamjua Mungu mmoja tu. Amen. Kama mitume wao walimwabudu Mungu mmoja na jina lake ni Yesu Kristo, mwenye nafsi moja. Wewe utasimama wapi ndugu yangu? Tunairudisha Injili ya asili. Amina. Tunairudisha Injili ya asili iliyopotea miaka mingi. Lakini hata hivyo ina kundi dogo. Kuna ukweli sehemu fulani unaoendelea. Ndio tunaupazia sauti katika redio hii. Amen. Kila mmoja asikie. Amen. Inaandikwa ya kwamba kila mtu apate uzima wa milele. Amen. Ni kweli Bwana. Unausikia leo. Ondoka kwenye mafundisho ya sharti. Amen. Amina. Endelea. Nitaendelea katika mstari wa 6. Lakini kwetu sisi Mungu ni mmoja tu. Aliye Baba ambaye vitu vyote vimetoka kwake. Tulia hapo sasa. Amen. Unamuona huyo? Kwetu sisi Mungu ni mmoja tu. Aliye Baba. Amina.
Sasa wewe si una Baba, Mwana na Roho Mtakatifu? Oho, umemangwa, umekoswa ufunuo. Ndio. Ngoja nikwambie ndugu yangu, unajua hiki kitabu hiki kitabu cha Biblia watu wengi wamezania ya kwamba kinaendesha siasa. Wanazania ya kwamba kinaweza kikaendesha hata mambo ya madawa, waganga wa kienyeji. Hiki ni kitabu, lakini kuna siri ndani yake. Amina. Amina. Yesu alipokuwepo hapa duniani alisema hivi, ninyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme, lakini hao hawakujaliwa. Ili uijue siri ya ufalme mpaka uwe umemwamini, na kumwamini ni kubatizwa kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Kinachokufanya usijue siri ni dhambi, na kinachotoa dhambi ni ubatizo wa maji mengi, kuzamishwa kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Usipopita hapo, kitabu cha Biblia inakuwa siri. Utakitumia kwenye siasa, utakitumia kwenye uganga wa kienyeji, utakitumia kuuza madawa kwenye magari na chochote kile, lakini utaelewa maana yake. Maana hiki ni kitu kilichofichwa kwa minajili ya watoto wa Mungu, na unapompokea Mungu unakuwa mtoto wa Mungu. Hiki ni kitabu cha mafumbo. Ukienda nacho hivyo hivyo utapasuka msamba. Amina. Maandiko yanasema kwamba jicho lako likikukosesha ling'oe. Nenda kaling'oe uone utakavyokufa. Si ni maandiko yanasema? Mkono wako ukikukosesha ukate. Uone kama watoto hawatakufa na njaa. Utawalimia nini na kwenda kuwaemelea? Wewe lazima ujue kwamba Amen. Hii ni siri. Sasa kushiriki hii siri mpaka uwe mwana wa Mungu. Ili uwe mwana wa Mungu lazima ujue njia ya Mungu. Kujua kwamba ni Mungu gani unayemwabudu. Maana wa Mungu tumeona ni wengi. Mungu jina lake ni Yesu Kristo. Usipompata huyo unapata mungu wa duniani ambaye ni shetani. Maana naye ni wa kiroho. Anaanza sasa kukupa tu mawenge wenge. Anakuambia unajua ukinishonea mimi mchungaji nguo, unabarikiwa. Alafu unaenda mbinguni. Nani alikwambia nguo ina uhusiano na uzima? Hapana. Hata Mungu tu kuumba watu hawakuwa na nguo. Ndio ujue ya kwamba nguo haina uhusiano na uzima. Si Adamu walikuwa uchi? Nguo ni dhambi. Kwa hiyo kama yeye anakuambia kuendelea kumpa nguo ni kama kuendelea tu kumsaidia dhambi tena. Mungu asaidie. Amen. Lazima uweke kitu mahali pake. Amina. Tunapozungumza habari za ufalme, hatuchanganyi na vitu vingine vya dunia. Hivyo vyenyewe vipo. Tulizaliwa tunavikuta na tunaviacha. Lakini uzima wa milele huo mpaka Mungu akupe. Amina. Na ulenge neno. Amen. Twende pengine kwa mitume mwingine. Twende Wakorintho wa pili. Sura ya 5. Ndio. Mstari wa 19. Katika kitabu cha Wakorintho wa pili sura ya 5 mstari wa 19 maandiko yanasema, sawa. Yani Mungu alikuwa ndani ya Kristo. Yani Mungu alikuwa ndani ya Kristo. Akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Tulia. Unaona mitume wao walikuwa Mungu mmoja mwenye nafsi moja. Amen. Mungu alikuwa ndani ya Kristo. Kristo nani? Kristo Yesu. Amina. Unajua watu wengine wanapoonaga Yesu alipokuwa anatembea pale wanaonaga ule mwili. Ule ulikuwa ni mwili ambao ulikuwa umetunza Mungu ndani. Ni sawa na mimi ninaitwa Tito Obadia. Wewe hujawahi kumuona Tito Obadia. Tito Obadia amefunikwa na huu mwili. Ndio maana nikifa leo mnasema twende tukazike mwili wa Tito. Tito yeye ameenda wapi? Ndivyo hivyo Mungu alikuwa ndani ya Kristo. Kwa hiyo ule mwili ndio ulikuwa unamtembeza Kapernaumu, Bethsaida, sijui anaenda Yerusalemu, wapi? Basi alimaliza kazi, lile mwili akavua. Hana shida nalo tena. Amen. Mimi nikisha maliza kazi, nikitoka kwenye mwili huu, hili ni mwili linarudi mavumbini. Mimi Tito ninaendelea mbele. Amen. Ndio maana Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Mungu ni roho. Amina. Mnaipata ndugu yangu? Amen. Amen. Huo ni ujuzi wa siri zilizofunguliwa katika kipindi hiki. Zimefunguliwa kwenye kundi dogo ambalo Mungu ameona vyema kuwapa ufalme, ambao injili inaenea kote. Ndugu yangu msikilizaji unayenisikia, toka kwenye mafundisho. Amen. Amina. Injili hii ninajua msikilizaji unayenisikia hujawahi kuisikia hii. Haipo mahali popote. Hii ipo tu kwenye kanisa la Mungu la asili. Ndipo utakapoipata. Amen. Tukaona tunazungumzia kitu kingine. Kwa vile tuko studioni hapa tungekuwa tunazungumzia pesa, tungekuwa tumeweka na namba za kutumia pesa pale M-Pesa. Kwamba sasa mtutumie M-Pesa pale kwa namba hiyo, hatutaki. Amina. Hakuna andiko. Amen. Hakuna andiko. Amina. Amina. Biblia inasema asiyefanya kazi asile. Asile. Hamtaki kufanya kazi ninyi? Amen. Amina. Wapi? Yesu akasema vitu vya namna hiyo. Mnataka niwaoneshe watu wao Mungu wao ni nani? Mnataka niwaonyeshe? Twendepo, niwaonyeshe.
wanaofanya vitu vya namna hiyo. Nenda Warumi 16. Warumi 3 mstari wa 16. Naona nguzo ya moto inanipeleka hapo. Warumi 3. Warumi 16. Mstari wa 17 hadi 18. Biblia inasema katika kitabu cha Warumi 16 mstari wa 17. Nenda taratibu. Amina. Warumi 16 mstari wa 17 hadi 18. Ndugu zangu na wasii waangalieni wale wafanyao fitina na mambo ya kukwaza kinyume cha mafundisho. Angalieni wale wanaofanya fitina na kukwaza kinyume cha mafundisho. Mliojifunza mkajiepushe nao. Kwa sababu walio hivyo hawamtumikii Bwana wetu Yesu Kristo, bali matumbo yao wenyewe. Bali wanatumikia matumbo yao wenyewe. Na kwa maneno laini ya kujipendekeza. Waidanganye mioyo ya watu wanyofu. Wanaidanganya mioyo ya watu wanyofu. Unajua, toa tu utabarikiwa. Ukinunua haya maji 5,000 unapata maji. Utapata magari. Ndugu zangu, Yesu kasema watatokea makristo wa uongo, manabii wa uongo, walimu wa uongo. Nani kakwambia? Amen. Kama unataka gari, kafanye kazi. Kwani Mungu alishaumba gari hapa? Hapana. Mungu hajawahi kuumba gari, alishaumba ndege. Ndege si tumeumba sisi wanadamu kwa kuchimba dhahabu, tukasoma, tukatengeneza, tukachanganya aluminium, hiki na kile. Sasa Mungu anakubariki anayo. Yeye alipokuwa hapa alitembelea. Si alikuwa anatembea kwa miguu. Alipotaka usafiri kwenda Yerusalemu alipanda mnyama punda. Sasa wewe ni gari hilo wewe. Amen. Amina. Mungu awabariki. Kama unataka gari, fanya kazi. Usilemee watu. Watu wanataka waje kanisani wasikilize neno ambalo litatoa nafsi yao uchafu wote. Endelea. Mstari wa 19. Ndio. 18. Tumeshamaliza. Tuendelee. Mstari wa 19. Maana utii wenu umewafikiria watu wote. Basi nafurahi kwa ajili yenu. Warumi 16 mstari wa 17 hadi 18. Nimeshasoma. Haujaruka mengine? Sijaruka. Naomba nirudie. Ndugu zangu, kwa sababu walio hivyo hawamtumikii Bwana wetu Kristo, bali matumbo yao wenyewe. Amina. Mungu awabariki sana. Amina. Na kwa maneno laini na ya kujipendekeza waidanganye mioyo ya watu wanyofu. Amen. 19. Maana utii wenu umewafikiria watu. Nenda Wafilipi. Amina. Wafilipi 3 mstari wa 20. Katika kitabu cha Wafilipi mstari wa 3. Wafilipi 3 mstari wa 20. Biblia inasema katika kitabu cha Wafilipi 3:20. Kwa maana sisi wenyeji wetu uko mbinguni. Kutoka huko tena tunamtazamia Mwokozi Bwana Yesu Kristo. Sasa sikiliza. Wenyeji wetu uko mbinguni. Kutoka huko tunamtazamia Mungu wetu Mwokozi. Amen. Sasa ndugu zangu, 19, Filipi 3:19. Mwisho wao ni uharibifu. Mungu wao ni tumbo. Tulia. Mnasikia wao walivyo? Amen. Yaani sio kwamba wanakuambia habari za Mungu. Wao siku zote wanakuambia habari za Mungu wao tumbo. Maana wanataka tu Mungu tumbo. Toa ubarikiwe. Unajua Mungu akikubariki, sasa utakapomtolea hela, anapeleka wapi? Si anapeleka tumboni. Ndio. Amina. Maana neno linaenda rohoni. Lakini pesa unaenda kununua kitu kinaenda tumboni. Ufalme wa Mungu si kula na kunywa. Amen. Tena angalia. Nafsi inakula neno. Ndio. Hainywi maziwa. Ndio. Amina. Amen. Kwa hiyo ndiyo maana Mungu wao ni tumbo. Ndio. Kwa hiyo kwa sababu neno wamelikataa, wameingia kibiashara zaidi. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Wameingia kibiashara zaidi na wanajiita wa Kristo. Amina. Eti tunajiita wa Kristo na wakati tunaenda kinyume na Biblia inavyosema. Injili ya asili inaturudisha. Amina. Hatuhitajiki kuwa Mungu tumbo. Amen. Endelea. Katika Filipi 3:19. Mwisho wao ni uharibifu. Mungu wao ni tumbo. Utukufu wao katika fedheha yao. Sasa ni hivi, siku ya mwisho watakuwa ni fedheha. Kwa sababu hayo wanayoyafanya Mungu hajawahi kuyaagiza. Mungu hajawahi kuagiza ya kwamba nenda kawatoze watu kodi. Amen. Hakuna.
Paulo alisema ya kwamba asiyefanya kazi asile. Paulo yeye akiwa mtume alikuwa anafanya kazi. Tena anasema sikumlemea hata mtu. Amina. Mtume wa mitume wenyewe. Jina la Bwana libarikiwe. Kama unataka kutoa pesa ambayo Mungu alisema pesa ni sadaka na zaka. Amina. Amina. Basi na haina kipimo. Ndio. Ni jinsi ambavyo Mungu anakufunulia. Amina. Kama unatoa 200 ndio kufunulia, unatoa hiyo. Kama ni 100 unatoa hiyo. Kama ni 10,000 unatoa hiyo. Zaka ndio ina kipimo, ni 1/10. Zaka ni kwa minajili ya kutumia mchungaji kwa sababu yeye anahubiri. Alafu sadaka ni kwa ajili ya kanisa. Amina. Amina. Sasa sadaka zote tunazozitoa kanisani zinafanya kazi ya kanisa. Hazifanyi kazi ya kanisa kwa sababu walibadilisha mfumo. Ndio. Baada ya kuchukua maandiko yanavyosema, wakachukua mfumo wa serikali na wenyewe watu wakapata makao makuu. Sasa sadaka zote anakusanya zinaenda Rwanda, eti ndio makao makuu ya kanisa. Anakusanya zinaenda Marekani, eti ndio makao makuu ya kanisa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Hakuna kitu cha namna hiyo. Amina. Sadaka hizo makao makuu ni mahali pale ambapo kanisa lilipofunguliwa. Ndio maana Paulo anasema kwa kanisa lililoko Galatia, kwa kanisa lililoko Efeso, kwa kanisa lililoko Korinto, kwa kanisa watakatifu hivyo. Makao makuu yao ni wapi? Mbinguni. Amen. Amina. Ndivyo tunavyosoma katika Yohana. Amina. Ndivyo tunavyosoma katika Yohana. Nendapo Yohana 14. Katika kitabu cha Yohana 14 mstari wa kwanza. Biblia inasema hivi katika kitabu cha Yohana 14 mstari wa kwanza. Msifadhaike mioyoni mwenu. Mnamwamini Mungu. Niaminini na mimi. Nyumbani mwa Baba yangu mna makao mengi. Kama sivyo ningeliwaambia. Maana naenda kuandalia mahali. Basi mimi nikienda na kuandalia mahali, nitakuja tena niwakaribishe kwangu, ili nilipo mimi nanyi muwepo. Tulia. Kwa hiyo Yesu alipokwenda kutuandalia makao, alienda kutuandalia mbinguni. Mpaka leo anaandaa. Aliahidi kuja tena kutuchukua tupeleke mbinguni. Hapa duniani hatuna makao makuu. Wakristo hawanaga makao makuu hapa. Amen. Maana tumeona kule ya kwamba Mungu wa dunia hii ni shetani. Sasa ukiwahi kuwa na makao makuu duniani hapa ni ya shetani. Sasa ndiyo maana watu wameremewa mizigo. Kwa sababu sadaka zilihitajika ziwe kanisani pale, zifanye kazi ya pale. Kama mna ujenzi wa kanisa, zifanye zenyewe. Watu kazi yao waende pale, wapate neno kama hili tunalohubiri, wamalize warudi nyumbani, waende kufanya kazi zao, walishe familia yao, wanunue magari kwenye miji yao na kila kitu. Lakini sisi tumebadilisha mifumo. Tumeanza kujenga mavyuo, tumeanza kujenga mahospitali na mambo ya kila namna. Yesu hajawahi kuagiza hayo. Yesu alisema hivi, nendeni ulimwenguni mote mkaihubiri Injili. Injili ni uweza. Injili ni nguvu. Amina. Mambo ya vyuo, hayo ni mambo ya serikali. Tuiachie serikali na mambo yayo. Amina. Alisema Yesu, ya Kaisari mpe Kaisari. Sisi tunahitajika twende tukasome kwenye vyuo vya kiserikali. Jina la Bwana libarikiwe. Amina na amina. Amina. Tunawaambia na watoto wetu wakasome. Lakini kwenye dini, amina. Biblia hakuna mahali ilipoagiza. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hiyo hayo tumeyaongeza tu sisi wenyewe, ndio maana tunapata mizigo. Mungu atubariki sana. Mungu atubariki sana. Tuendelee kidogo ndugu yangu. Nirudi sasa pale kwa mitume. Walimjua Mungu mmoja. Twende, tulikuwa waraka wa pili 5 mstari wa 19. Ndio. Twende Wafilipi. Wafilipi 2 mstari wa 5. Biblia inasema katika kitabu cha Wafilipi 2 mstari wa 5 na wa 8. Amina. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu. 5 hadi 8. Sikiliza sasa. Amina. Tunarudi kwa Mungu wetu. Amina. Ambaye ni Mungu mmoja. Amen. Mwenye nafsi moja. Amen. Iweni na nia hiyo hiyo. Amen. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu. Iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu, ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu. Ambayo ilikuwemo pia ndani ya Kristo Yesu. Ambaye yeye mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu. Ambaye alikuwa yuna namna ya Mungu. Naye hakuona kule kuwa sawasawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Bali alijifanya kuwa hana utukufu. Akatoa namna ya mtumwa. Akawa ana mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu. Alijinyenyekeza akawa mtii. Hata mauti. Naam. Mauti ya msalaba. Tulia kidogo.
Amina. Unaona sasa? Sasa Mungu angelikujaje kufa? Ulishakaona Mungu anakufa? Kuna mwanadamu ambaye anaweza akamuua Mungu? Sasa ili alete ukombozi wa dhambi ambayo Shetani alimudanganya pale Adamu, ilibidi sasa aumbe mwili wake mwenyewe. Kwenye tumbo la Mariamu akaumba mwenyewe. Amen. Alipoumba ule mwili ule, yule mtoto akazaliwa. Hakuna mtoto anayezaliwa bila baba. Ndio maana alipozaliwa alisema baba. Mtoto, kuna mtoto gani anazaliwa bila baba? Haiwezekani. Lazima na baba. Lazima uwe na baba. Kwa hiyo ndiyo maana yeye alikuwa anasema baba, kwa sababu ni mtu aliyezaliwa kutokana na tumbo la mwanamke. Amen. Kwa hiyo yeye kule kabla hajazaliwa alikuwa ni Mungu. Sasa kwa sababu dhambi ipo na ili aokombewe wanadamu, hawezi kuja akiwa Mungu alivyo. Anahitajika avae mwili, afe pale msalabani, azichukue zile dhambi. Ndipo sasa alikuwa ni Mungu. Akaona ule uungu sio kitu cha kushikamana nacho. Akaacha. Akavaa mwili. Amina. Amina. Mstari wa 9. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno. Akamkirimia jina lipitalo kila jina. Tuliliona hilo jina la Yesu. Amen. Ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe. La vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana kwa utukufu wa Mungu Baba. Bwana huyo hapo mmoja. Amen. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Sasa unaona jinsi ilivyokuwa. Sasa wewe leo hii unasema kwamba sasa kama Mungu ndiye alikuwa, kama mwana ndo alikuwa Mungu, mbona kipindi pale msalabani anataka kufa alisema Mungu wangu mbona umeniacha? Kwa hiyo ulikuwa unataka asemeje? Kwa sababu Mungu alikuwa ndani ya Kristo. Mungu ni roho. Na sasa pala anaenda kufa kwa ajili ya dhambi. Mungu hawezi akawa pamoja na dhambi. Ilibidi atokemo. Alipotokamo akabaki Yesu, ukabaki tu ule mwili. Ndio maana sasa, ndio maana ulilia. Ndio ulisikia maumivu. Na alipotokamo Mungu, jina la Bwana libarikiwe, yeye aliendelea na safari. Amen. Unajua watu wengine wanadhania Mungu alikufa. Nani anawaambiaga Mungu anakufa? Hapana. Ule uliokufa ni mwili. Amen. Akaenda kuuzika mule mwenye kaburi. Biblia inasema ya kwamba yeye aliendelea kwenda kuhubiri nafsi zilizokuwa kifungoni. Akaenda kule kuzimu, akamnyang'anya Shetani funguo. Ndio maana ukisoma kule kwenye Ufunuo 1, anasema nilikuwa nimekufa, tazama ni hai milele na milele. Ninazo funguo za kuzimu na za mauti. Kwa sababu alipokufa ule mwili ndio ulikufa ukabaki pale. Yeye akaendelea, maana ni roho. Akaenda kuhubiri zile nafsi zilizo kifungoni za wale manabii. Maana walikuwa ni roho, wakahubiriwa, wakaenda kule kwa Shetani, maana Shetani ni roho. Ndiye akaenda kumnyang'anya zile funguo. Mamlaka kairudisha ndani ya kanisa. Ndio maana akasema nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Unaona sasa ndugu zangu? Amen. Kwa hiyo sasa wewe, ndio maana tunakuambia kwamba neno la Mungu ni siri. Usipofunguliwa siri utachanganyikiwa. Maana hii ni siri kwa minaji ya kuwaficha watoto wa Shetani. Biblia inasema kwamba watoto wa Shetani ni dhahiri na wa Mungu ni dhahiri. Watoto wa Shetani ni wale wanaokanusha neno hili tunalohubiri. Hawataki kujihusisha nalo. Bado tunasema ni ukweli, tunathibitisha maandiko, wao wanasema tu ni uongo. Hao ni wana wa Shetani, hakuna njia yoyote kuelewa. Hakuna. Hata kama wakijitahidi namna gani. Labda wanywe pombe. Hata kama wakienda makanisani mpaka mvi zinakuja, hakuna kuelewa. Ni maangamizi tu. Mungu awabariki. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Twende Timotheo. Timotheo ya kwanza 3 mstari wa 16. Katika kitabu cha Timotheo wa kwanza 3 mstari wa 16 maandiko yanasema hivi. Ndio. Na bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Sasa hapo ndipo nataka nizungumzie. Amina. Ndugu zangu msikilizaji unayenisikia. Amina. Sikiliza Biblia inavyosema. Amina. Siri ya utauwa ni kubwa. Utauwa ni uungu. Siri ya uungu ni kubwa. Biblia hii ni siri. Ni kitabu cha siri. Ni siri zilizofichwa. Amen. Amina. Ziliahidiwa ya kwamba zitafunguliwa zote katika kipindi hiki cha mwisho. Amina. Kwa hiyo ina maana ya kwamba kama hujaingizwa kwenye mfumo wa siri hiyo hutaelewa. Ni kweli. Unajua kila kitu ndugu yangu lazima uingie kwenye mfumo. Uwezo ukasema ya kwamba mimi ni mwalimu ufate mshahara mpaka waingie kwenye mfumo wa walimu. Amen. Waone pale mfumo wa walimu jina lako limo. Kama alimo haijalishi una PhD hine utaulamba. Kwa sababu alisomi. Sasa uwezo ukasema ya kwamba mbona Mungu alisema hivi, mbona Mungu alisema hivi wakati wewe unakunywaga pombe.
mbona Mungu alisema hivi, mbona Mungu alisema hivi, wakati wewe unaloga. Mbona Mungu alisema hivi, mbona Mungu alisema hivi, kanisani uendagi. Eti maadamu kwa sababu Biblia ni kitabu, ni mpaka upite kwenye mfumo wa asili ya Mungu. Amina. Mahali pa kupitia ni kwenye ubatizo. Unatenganishwa dhambi zako. Alafu sasa unakuja unafundishwa. Kama tulivyokuwa tunakwambia ya kwamba mwanamke astahili kuhubiri. Jina la Bwana libarikiwe. Mashemasi wawe wanaume na kila kitu, mifumo yote hiyo unafiti. Alafu unakuja unamtambua Mungu ni mwenye nafsi moja na Mungu ninayemwabudu ni Mungu wa mbinguni. Jina lake ni Yesu Kristo. Unafiti. Ukienda kwenye kompyuta ya Mungu inakuona wewe ni mwana, inasoma. Anaanza kukufungulia siri. Kama jinsi tunavyozijua sasa sisi tunawahubiria. Unajua hujazijua, unakusanyika unalihubiria hujazijua kwa sababu haumo mfumo wa hiyo damu. Sogea uone. Ndio. Amen. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Kwa hiyo sasa ndio maana unaona mitume wanasema siri ni kubwa. Ndio. Unajua angalia Yesu alipokuwepo. Alipowafundisha mpaka hata walikuwa waelewi. Ndio. Mpaka ikabidi sasa aanze kuwafundisha kwa mifano. Ndio. Anawaambia magugu, anawaambia mpanzi. Sasa wale mitume waliokuwa tayari wenyewe wameshaijua siri. Mpaka anaanza kuambia, kwa nini unawaambia kwa mifano? Anasema nisipowaambia kwa mifano hao hawaelewi kwa sababu hawajaniamini. Nataka nikwambie ndugu yangu, kama hujaamini na hujabatizwa kwa jina la Bwana Yesu Kristo, hata kama ukihubiri namna gani, uelewi, yani hiyo sauti inakoroma bure. Ndio. Sawa sawa. Inakoroma bure. Na mshahara wako hautakuwa na utofauti na mnywa pombe. Ndio. Ni ule ule. Ni ule ule. Ndio. Sasa ina faida gani ndugu yangu? Yaani unajinyima, unafunga kila siku, unawayawaya kila siku, alafu mnakuja mnakutana na mnywa pombe kwenye dirisha moja siku ile ya hukumu. Kuna shida gani? Unajua, ngoja nikupe mfano. Unajua kazi ya kufanya ya kusema unaabudu wakati unaabudu kinyume na Mungu na umjui Mungu unayemwabudu ni sawa na kuku. Ndio. Unajua kuku jike hakikuwa sana, akifikia wakati wa kupandwa na akakoswa jogoo, inamgharimu atage. Yaani inamgharimu tu atage kwa vyovyote vile. Utaanza kumwona tu anaanza kutetela, anaanza kutaga. Anataga tu, anataga. Anaweza akataga mpaka mayai 18 hata 20 hata 15. Na yakiishamo mfumo wa Mungu kwa ndege lazima alalie. Sasa anaanza kulalia. Na kulalia ni siku 20, ya 21 atakuwa ametokapo. Na kuambia zikifika 20, 21 utasikia hata kakifaranga kanalia. Kio. Hakamo. Kwa sababu gani? Hayo mayai hayana mbegu ya jogoo. Ndio. Amina. Hakatalia. Kama akiendelea kujitahidi na kujitahidi mpaka akafikisha siku 30, mayai yanaanza kunuka. Yatanukia kwenye kiota. Ndio. Sawa sawa. Sasa ndiyo mafundisho ambayo watu wamefundisha katika kipindi hiki cha njaa. Ni kweli. Ni cha uongo. Ndio. Sasa mpaka mafundisho yameotea kwenye makanisa. Yamenuka. Yaani kila mtu akisema hivi anasema jamani. Kila mtu yameoza. Ndio. Yaani sasa zimekuwa ni pesa. Yaani mwingine anaweza akaja na makokoto. Unajua hizi kokoto zimeombewa. Jamani, ufalme wa Mungu una uhusiano na kokoto? Hapana. Hapana. Hakuna kitu cha hivyo. Yaani kama ni mayai yamelaliwa yana mbegu ya jogoo, sasa yananuka. Yameoza. Amen. Sasa mbegu ya jogoo ipo hapa. Maana kila neno lizae kwa jinsi yake. Amina. Na neno la Mungu ni mbegu. Amina. Maana Kristo mwenyewe ni mwanamume. Ndio. Na sisi kanisa ndio mwanamke. Amina. Ndio tunaotiwa mbegu. Ndio. Unajua ili upate kitu lazima vikutane vitu viwili. Likutane yai la jike na mbegu za dume. Ndio unaweza ukaona kitu kinaumbika. Ndio maana ukimpokea Yesu Kristo ambaye ni neno, yeye ni mbegu, na wewe unakuwa ni mwanamke anakutia. Kanisa ni mwanamke. Ndipo sasa wewe unazijua siri za ufalme. Amina. Unajua ya kwamba Mungu ni mmoja. Mwenye nafsi moja. Unajua shetani naye ni Mungu. Yaani unajua kila kitu kama tunavyojua. Kama tunavyoeleza sasa. Hiyo ndiyo njia. Ndio. Endelea ndugu yangu, anza siri ya utauwa. Na bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Bila shaka siri ya utauwa ni kuu. Mungu alidhihirishwa katika mwili. Akajulikana kuwa na haki katika roho. Akaonekana na malaika. Sasa angalia. Unaona Mungu huyu alivyokuwa? Sasa ona, wewe si unasema Mungu, sasa umuone Mungu vizuri. Yeye siri yake ni kuu. Aliona ya kwamba sasa akaje duniani, akavaa mwili. Alipovaa mwili akatembea hapa duniani. Hakala. Unajua watu wanadhani ya kwamba Mungu kuvaa mwili alianzia kwa Yesu. Mungu kuvaa mwili alianzia kwa Ibrahimu. Amen.
Alianzia kwa Ibrahimu. Ndio maana watu, unajua watu wanahangaika kuomba. Eti wanadhania Mungu yuko juu. Aliwahi kuja kwa Ibrahimu. Soma pale Mwanzo. Kipindi Sara anakuja kumwambia atapata mtoto. Alikuja Mungu kwa Ibrahimu. Akaja na malaika wawili, Gabrieli na Pakanga, na Mungu mwenyewe. Alipofika pale kwa Ibrahimu, Ibrahimu alimjua. Alisema karibuni bwana wangu. Na walikuwa watatu. Kwa hiyo alijua huyu ni malaika Gabrieli, huyu ni malaika Pakanga, na huyu ndiye bwana. Walikuwa wawili. Amina. Wakachinjiwa na ndama. Sasa sikiliza, Biblia inasema hivi, Ibrahimu akaenda kundini, akachukua ndama aliyenona, akaja akamchinjia. Mungu Mwanzo 18 hiyo. Mwili. Akaja hapa duniani, akala kwa Ibrahimu, akala nyama, akanywa na maziwa. Akacheua, akatoa baraka ya kwamba mwakani mke wako atapata nini? Atapata mimba. Alafu wewe leo hii unaona, unashindwa kujua ya kwamba alimaliza, akaja tena kupitia Yesu Kristo, akatengeneza mwili kupitia Mariamu. Shetani akakudanganya, akakwambia kwamba haikuwa hivyo. Alikuwa ni Mungu Mwana, ni Mungu Baba, nafsi ni nafsi tatu. Hapana. Amen. Hapana. Mungu ni mrahisi mno. Amen. Sasa kama Mungu wa mbinguni alikuwa ameshuka kwa Ibrahimu katika kipindi hicho, ina maana watu wote waliokuwa kipindi hicho cha Ibrahimu walipaswa kuja kwa Ibrahimu, wafike wamupe mkono kwamba Bwana, mimi na shida hii. Mimi na shida ya ugonjwa. Mungu kwa sababu ndo mtatuzi, angenimtatulia. Mimi na shida ya hili. Lakini sasa Ibrahimu alipowaambia ya kwamba yule Mungu mnayemwabudu leo yuko nyumbani kwangu, walisema Ibrahimu umechanganyikiwa. Mambo ya Mungu ndugu yangu yana shida. Yaani kama sio mteule utayakwepa. Yaani Mungu ameshuka iko kwa Ibrahimu, alafu wenyewe wanaenda makanisani wanaweka mikono juu. Eti wanasema Bwana shuka, Bwana shuka. Vipi wakati yeye yuko chini ameshuka? Amina. Si alikuwa pale? Sasa na leo akaja akavaa mwili ndani ya Yesu Kristo, akashuka. Na Yesu alipotaka kwenda akasema ya kwamba sasa nitakuja kukaa ndani yenu. Mungu anakaaga ndani ya watu. Amina. Wewe unayemtazama kila siku kuangalia juu kwenye jua, akaagi huko. Anakaa ndani ya watu. Kama unamtaka Mungu, tafuta watu. Watu ndio sisi ambao tunazungumza habari zake. Ndio hizi. Sio upepo. Maadamu sasa unanikataa au unaikataa sauti hii, umemkataa Mungu. Hutampata. Wewe endelea tu na mafundisho yako mpendwa. Lakini ninakusihi ukweli wa mambo na uhakika wa mambo. Ndio huu. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Ukweli na uhakika wa mambo. Ndio huu. Amina. Amen. Sasa rudia pale Timotheo 3. Timotheo 3:16. Ehe. Na bila shaka siri ya utaua ni kuu. Ehe. Mungu alidhihirishwa katika mwili. Ehe. Akajulikana kuwa na haki katika roho. Ehe. Akaonekana na malaika. Akaonekana na malaika. Akahubiriwa katika mataifa. Sasa angalia, yani amekuja, amevaa mwili kupitia Yesu Kristo. Mungu huyo. Akasimama hapa duniani. Akatembea huko na huko, akawaponya wagonjwa akiwa ni Mungu. Watu wanamuona, wanamgusa, yuko mule. Alipomaliza akafanyaje? Akaaminiwa katika ulimwengu. Akaaminiwa na ulimwengu. Ndio maana unaona tumemwamini Mungu huyo aliyekuwa ndani ya Yesu Kristo. Huyo Mungu ndiye tuliyemwamini. Akachukuliwa juu katika utukufu. Sasa unaona, alipomaliza akachukuliwa juu katika utukufu. Amen. Sasa alipochukuliwa juu katika utukufu, akavua mwili huu, akaenda kuwa nani? Ufunuo 1. Amina. Ufunuo 1:17-18. Nami Ufunuo 1:17. Nami nilimuona nilianguka miguuni pake. Sasa sikiliza. Huyo ni Yohana. Kipindi amevaa mwili, Yohana alitembea naye. Tena anamgusa, anampapasa. Wanajifunika. Anamkuta kwenye chombo, anamwambia mtupe huku nyavu. Amen. Na kila kitu. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini siku hilo alipomaliza kazi kwenye mwili, aliporudiko, sasa anamchukua katika roho, anamuonesha. Alipomuona, alianguka kidogo afe. Sasa Mungu anamna hii angelikuja kutukomboa, nani angelikombolewa? Wakuonwa tu unaanguka karibia ufe. Mungu ana busara kuliko unavyowazia. Sasa Mungu amewazia mambo mazuri, na ameyafunua mazuri, na ametuonesha jinsi alivyo. Shida gani kukaidi? Ninajua wewe umeandikiwa kupokea. Mungu atusaidie. Shetani asikupe moyo wa jiwe. Uwe mtu mwenye kupokea ndugu yangu. Huu sio wakati. Huu sio wakati wa mafundisho ya uongo. Ni wakati wa mafundisho ya kweli. Ni wakati wa kuiweka Injili. Ni wakati wa mwisho. Kuna watu wanaotaka kwenda mbinguni. Sasa ndio tunawaonesha hii Injili. Walioandikwa kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu. Unajua, ngoja nikwambie. Unajua huu uzima watu waliandikwa. Achana na mafundisho.
Yale yanayosema kwamba sasa, sikiliza ambavyo watu wamemgeuza Mungu. Yaani wamemfanya Mungu kama katoto kajinga sana, kasiko jua. Yaani wanakuhubiria hivi. Amini leo. Mungu alifuta jina lako kwenye kitabu cha hukumu. Aliandike kwenye kitabu cha uzima. Nani alikwambia Mungu anafanya vitu vya namna hiyo? Hivi unamjua Mungu? Mungu ni umilele. Yeye alijua mwanzo akajua mpaka mwisho. Ndio maana akajiita Alfa na Omega, mwanzo na mwisho. Yeye alijua vizazi vyote na akapangilia kila kitu. Alijua ya kwamba sisi tutakuwepo kwenye redio hii, na mpaka sasa anajua kwamba tutakapomaliza hapa ni wanani watapiga simu, ni wanani wataamini, tutafanya kitu gani, lolote lile anajua. Anawajua. Kwa nini? Maana yeye aliwajua walio waka, akaandika majina yao. Amina. Mungu aandikaji majina. Yaani leo unaamini, anafuta jina lako kwenye kitabu. Kesho unarudi ulimwenguni unakunywa pombe, anafuta. Mambo hayo yanafanywa na wanadamu. Mwanadamu aliye na kikomo ambaye haoni mbele. Sio Mungu. Mungu ni umilele. Amina. Yeye alijua bado hata hujazaliwa. Soma. Amina. Nami nilipomwona nalianguka miguuni pake. Nami nilipomwona nalianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Kama mtu aliyekufa. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu akisema usiogope. Akaweka mkono wake wa kuume akisema juu yangu akisema usiogope. Mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Na aliye hai. Aliye hai. Nami nalikuwa nimekufa. Nami nalikuwa nimekufa. Na tazama. Tazama. Ni hai. Ni hai. Hata milele. Ni hata milele. Na milele. Na milele. Tulia. Amina. Sasa amerudi, amekuwa Mungu yule yule. Amen. Kabla hajaje kuvaa mwili. Amerudi kwa sasa. Ndio maana sasa ukimwona huyo ni kuanguka. Ndio maana tunahitajika tubatizwe, tuachane na dhambi, tuwe watakatifu. Tutakapomfikako utukufu wake, tunaulingana kwa sababu hatuna dhambi. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Sasa amesema nilikuwaga nimesha kufa. Nilikuja nikazaliwa nikawa mwana, nikafa. Amina. Sasa niko hai na milele. Nimeshavua huo mwili, sio baba tena, sio mwana tena. Mimi ni roho yule yule sasa. Jina langu niliwafunulia ni Yesu Kristo. Sasa niko hapa. Sasa nimo ndani yenu. Maana alisema atakuja ndani yetu. Sasa yumo ndani yetu. Amina. Anaifanya kazi hii kwa nguvu, kwa upako. Anawaponya wagonjwa, anawaokoa watu. Bure. Sio pesa. Hapana. Bure. Bure. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amina. Bure. Bure. Tunahubiri bure. Ndio. Tunaombea bure. Ndio. Mpendwa msikilizaji. Amen. Ninakushukuru kwa kunisikiliza. Ndio. Wewe ni Mungu, wewe ni mwana wa Mungu. Amina. Jina la Bwana libarikiwe sana. Mungu anakupenda. Ninajua ya kwamba katika siku ya leo wewe uliyetufuatilia, kama Mungu akitupa neema, tutaendelea kuwepo katika viwanja vya redio hii. Hatuwezi tukajua ya kwamba ni siku gani, lakini Mungu akitubariki, akitupa pesa, tunahitajika twende tukafanye kazi, tupate pesa kwa minajili ya kuhubiri Injili. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amina na amina. Basi Mungu akitubariki, akitupa neema, tukapata pesa, tutakujapo mahali hapa tena. Tutakuja kuzungumza huu kweli. Mahali pale ulipo ndugu yangu, ninakuomba utambue ya kwamba tuna Mungu mmoja tu, mwenye nafsi moja, na jina lake anaitwa Yesu Kristo. Alituambia tubatize kwa jina la Yesu Kristo. Ndivyo mitume kanisa lake lilivyofanya. Amina na amina. Zaidi ya hapo itakuwa ni uongo. Tutakaa chini ya lahana. Mungu atubariki sana.